macho yangu yaonapo mbio zako, naiona Tanzania mpya. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, songa mbele. Hongera WCF, songa mbele. WCF, hongera. WCF, hongera. WCF, hongera. WCF, hongera. Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye mwendelezo wa kurasa za WCF. Katika kipindi chetu cha leo, tutahesabu kurasa moja moja, tukiangazia huduma zinazotolewa na WCF. Cha bilioni 9 kwa mwaka, ikilinganishwa na kiasi cha malipo ya fidia kilichokuwa kikilipwa kwa mwaka 2015 ambapo kilikuwa chini ya bilioni 1.5. Malipo hayo ya fidia yamechangia kwa kiasi kikubwa kupunguza umasikini kwa jamii ya Watanzania, hususan wale watumishi ambao walipata athari za kiuchumi zinazotokana na kuumia au kupoteza maisha kwa magonjwa na ajali kutokana na kazi. Bwana Basil Ewala, mkurugenzi wa fedha, mipango na uwekezaji WCF, anatufungulia ukurasa wa kwanza akitujuza shughuli za idara yake katika kuhakikisha kuwa hakuna mfanyakazi aliyewahi kukosa kulipwa mafao yake na kwa nini WCF haijawahi kupata hasara kutokana na uwekezaji unaofanywa. Kwenye kuwekeza kuna faida kubwa kwa kweli ambayo mfuko inapata, lakini vile taifa kwa jumla. Kwa upande wa mfuko, kama tunavyofahamu, mfuko ulianzishwa kwa madhumuni ya ulipaji wa fidia kwa wafanyakazi ambao wanapata majanga wakiwa kazini. Kwanza ni kuhakikisha kwamba uwekezaji ule ni wa faida. Uwekezaji usipokuwa wa faida, ile thamani ya mfuko haiwezi ikakua. Na pale sasa thamani ya mfuko inapokuwa, ina maana sasa mfuko unakuwa na uwezo wa kulipa mafao yanayostahiki ambayo ni toshelezi kwa wale wote wanaopata majanga. Kwa hiyo ina maana kama taifa kwa ujumla linafaidika kuweza kupata wale walengwa wale ambao wamepata majanga yanayotakiwa kulipwa fidia. Kuweza kulipwa fidia stahiki inahitaji fedha, na hii fedha lazima iwe toshelezi. Isipokuwa toshelezi, hatuwezi kutekeleza yale majukumu. Kwa hiyo uwekezaji unaofanya hasa ni kwa kuhakikisha kwamba tunaweza kukuza thamani ya mfuko ili at the end of the day mfuko uweze kulipa yale mafao kwa taifa. Kwa hiyo taifa linafaidika kwa sababu haya majanga ni mengi, na tangia tumeanza kwa kweli hatujaweza kushindwa kulipa mafao kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Kurugenzi hii kwa swala hili la kuongeza ufanisi wa ulipaji wa mafao, ni kwamba nashukuru Mungu kwanza hii kurugenzi imejaliwa kuwa na wafanyakazi wenye weledi wa hali ya juu. Kianzia upande wa finance, kwa sababu kule finance kule ndo tunakohifadhi zile fedha tunapokea na kuzihifadhi benki kwa usalama. Lakini pia upande wa mipango, hawa watu ndo wanatakiwa wafanye mipango yote ambayo ni ya muda mrefu, ambayo ni miaka 5. Nasema kusimamia ile mipango, lakini na ile ya mwaka. Kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba ile mipango inaweza kutekelezeka, kuifuatilia na kuhakikisha kwamba tunaweza tukaitoa reports mbalimbali za utekelezaji wa ile mipango ya muda mrefu na ya muda mfupi. Kwa hiyo katika hili nalo ni swala muhimu sana, kwa sababu bila kuwa na mipango uweze ukajua unakokwenda, na usipojua unakokwenda uweze hata ukajipanga namna gani unaweza ukatoa ile huduma kwa wanachama wako. Lakini tuna idara ya uwekezaji, ambayo idara ya uwekezaji kama tulivyosema, wao wana lengo kubwa la mfuko huu ni kuhakikisha fedha yote inayokusanywa baada ya kulipa gharama zingine za uendeshaji inawekezwa ili kukuza
thamani ya mfuko. Sasa upande wa uwekezaji ndio ambao wamekaa wafanyakazi ambao ni weledi kwa kweli, ambao kwa kweli wamesaidia kuwekeza katika kipindi chote kuhakikisha kwamba tumewekeza na kupata faida. Hatujawahi kupata hasara katika uwekezaji. Kwa hiyo kwa weledi wa wafanyakazi walio katika kurugenzi hii kumesababisha mfuko kufanya vizuri kwenye uwekezaji, faida imekuwa ni kubwa ambayo imepatikana, na hivyo kuweza kusababisha vile vile wanufaika wa mfuko kuweza kupata kile ambacho wanastahili kupata bila kuchelewa, na kupata kile ambacho kimetimia vizuri, yani kutokuwapo na deficit wala nini. Tukija tu kwenye hili swala ulipaji mafao, kwa sababu wafanyakazi hawa wanaopata majanga mbalimbali ambao tunatakiwa tuwalipe fidia, hawa wako katika sekta rasmi za utekelezaji wa shughuli mbalimbali za uchumi wa nchi hii. Kule ndani kuna madereva, kwenye makampuni ya transport kuna madereva, kuna wafanyakazi wa maofisini kama sisi, kuna wafanyakazi walioko migodini, kwenye viwanda. Hizi zote ni sekta rasmi za kiuchumi. Sasa wale wafanyakazi kwa sababu malengo ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba nchi hii inafikia ule uchumi wakati na katika kufanya hivyo, ina maana sekta za kiuchumi lazima zitoe mchango wake. Lakini katika kutekeleza hilo, hizi sekta za uchumi, wale wafanyakazi wanaofanya zile kazi, kuboresha maisha yao ndio kutasababisha nao wafanye kazi kwa tija. Katika kuboresha maisha, mojawapo ni ili kuhakikisha kwamba wanapopata majanga mbalimbali ya kuumia kazini ama kupata magonjwa, basi wanapata fidia ambayo iko stahiki. Sasa sisi kwa kweli tumejipanga kama kurugenzi yangu, specifically kwa kurugenzi yangu, kuhakikisha kwamba tunatekeleza matakwa yote ambayo tumepewa na mfuko huu, kuhakikisha kwamba mfuko unafanya vizuri. Unafanya vizuri kwa vipi? Tunapanga mipango yetu vizuri ya mwaka, kwanza mipango ile ya miaka mitano, mipango ya mwaka, lakini kwenye ukusanyaji wa fedha na kuzihifadhi vyema, na maana uhasibu sasa hapo na kutengeneza hesabu zetu tunafanya vizuri, ili kuhakikisha kwamba mfuko unaendelea kupata faida, lakini wenzetu wa uwekezaji nao kuhakikisha kwamba wanafanya uwekezaji wenye tija ili mfuko uweze kukua. Kwa kufanya hivyo, mfuko huu utaweza sasa kuchangia ile jukumu lake la ulipaji fidia vizuri. Tukifanya hivyo vizuri, ina maana tunatoa mchango wetu katika sekta zote ambazo ziko katika uchumi, kuchangia uchumi wa nchi hii, kulipa mafao na kuhakikisha kwamba wafanyakazi waliopo katika sekta hizo wanalipa mafao yao vizuri na ambayo yako stahiki na kwa wakati. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumetekeleza jukumu letu na kusupport ile idea ya Mheshimiwa Rais ya kuipeleka hii nchi katika next stage. Mtazamaji, ni imani yangu kuwa baada ya maelezo hayo kutoka kwa mkurugenzi wa fedha, mipango na uwekezaji, sasa nafsi yako imetulia, kwani una uhakika kuwa wapo watendaji wanaofanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kuwa fedha zinazochangwa na waajiri kwenye mfuko huu hazipotei na zinawekezwa ili kuzalisha maradufu, kuhakikisha kuwa wafanyakazi wanapata fidia stahiki kwa wakati. Bwana Anselm Peter ni mkurugenzi wa uendeshaji kutoka mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF. Hii ni idara inayosimamia shughuli za usajili wa wanachama, ukusanyaji wa michango na uchakataji wa madai ya fidia za wafanyakazi. Yeye anatufungulia ukurasa wa pili kwa siku ya leo, tunapododosa ili kufahamu zaidi huduma zinazotolewa na WCF. Jukumu kubwa la kuanzishwa kwa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ni kulipa fidia stahiki kwa wakati kwa wafanyakazi wote wanaopata ajali zinazotokana na kazi Tanzania bara katika sekta ya umma na sekta rasmi. Sasa ili kutimiza jukumu hili la msingi, idara yetu ya operation, yani kwa maana kwamba uendeshaji, ndio inasema
wanaiangalia, wanafanya tunaita claim adjudication, wanaiangalia kwamba je, kweli ajali inatokana na kazi? Kwa sababu mtu anaweza kupata ajali yote akasema inatokana na kazi, kumbe inatokana na kazi. Kwa hiyo ni jukumu lao kuthibitisha kwamba ajali hii kweli inatokana na kazi au ugonjwa huu unatokana na kazi. Kwa hiyo ni jukumu lao pia kutafuta nyaraka zinazoweza kusaidia sasa kumtambua mfanyakazi husika na kumhusisha mfanyakazi na ajali ile iliyotokea, ili kuwezesha mfuko sasa kuweza kulipa fidia. Lakini kama nilivyosema pia mchango wetu mwingine katika mfuko ni utunzaji wa kumbukumbu. Nimesema tuna section ile inadili na kumbukumbu, utunzaji wa kumbukumbu, record management section. Tuna kumbukumbu za physical files, mafaili ya kawaida, lakini pia tuna mifumo ambazo zinakuja kwenye mifumo. Kwa hiyo jukumu letu tuna manage kuhakikisha kwamba taarifa zinazopokelewa katika mfuko zinapokelewa kwa usahihi, zinatunzwa, zinapohitajika zinaweza zikachukuliwa unakuta kwamba mfanyakazi mwajiri anakuwa na mahusiano mazuri sana na wafanyakazi wake. Unaona ile hali ya kwamba bwana kuna wenzetu bwana alipata ajali hajalipwa, tunamchangia, haipo. Kwa hiyo wafanyakazi wanakuwa na amani, mwajiri anakuwa na wakati mzuri wa kutekeleza majukumu yake. Kwa hiyo moja kwa moja uzalishaji wa taifa unaongezeka. Kwa hiyo ndio faida kubwa sasa ya kujiunga na WCF. Macho yangu yaonapo mbio zako, naiona Tanzania mpya. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, songa mbele. Hongera WCF, songa mbele. WCF, hongera. WCF, hongera. Mtazamaji, bado unaendelea kutazama mfululizo wa vipindi maalum vya kurasa za WCF. Katika kipindi hiki tunadodosa huduma mbalimbali zinazotolewa na mfuko huu, huku moja ya huduma muhimu ikiwa ni kuwezesha na kurahisisha mawasiliano kati ya WCF na wadau wake. Kutufungulia ukurasa wa 3 kwa siku ya leo ni Bibi Elizabeth Shayo, afisa mwandamizi kitengo cha huduma kwa wateja, na Bwana Steven Goyai, mkuu wa kitengo cha tehama kutoka WCF. Hapa wanatujuza huduma za tehama na kituo cha mawasiliano kwa njia ya simu, call center, zinazotolewa na WCF. Kituo cha huduma kwa wateja WCF kinajibu maswali mbalimbali na hoja mbalimbali zinazotoka kwa wadau wetu, na wadau wetu ni waajiri na waajiriwa. Kunakuwa na maswali labda kwa waajiri wapya, wamekuwa wakiuliza kuhusu namna ya kusajili kampuni zao,
namna ya kutuma michango na wamekuwa wakipata taarifa nyingine za ziada zinazohusu madai yao. Vile vile kituo chetu kinatoa elimu kwa wadau wetu, elimu ya kuhusiana na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Tija ya kituo cha huduma kwa wateja ni kwamba tunatoa huduma kwa wateja wetu popote pale walipo. Hakuna haja ya wateja kuja katika ofisi zetu, wanapata huduma, anapiga simu akiwa sehemu yoyote. Kwa madai yanayohusiana na vifo, wale wategemezi ambao ni wenza wa marehemu, ambao ni wajane, wagane na watoto, mara nyingi wamekuwa hawajui pa kuanzia. Kwa hiyo tunawaelimisha jinsi ya kuomba mafao na nyaraka zinazotakiwa kuletwa kwa ajili ya kupata mafao. Kimsingi kwenye mfuko wa fidia ya wafanyakazi tunajivunia kwa kutumia mifumo ya TEHAMA kwa kiasi kikubwa sana. Ukiangalia huduma zetu zote, naweza kusema asilimia zaidi ya 90 zinapatikana kupitia huduma za mtandao. Na nikisema huduma hizo namaanisha nini? Namaanisha kuna huduma za kujisajili kwa mwajiri. Mwajiri anaweza kujisajili moja kwa moja bila kujifia kwenye mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Lakini vile vile anaweza kulipa michango. Michango yote ambayo anatakiwa kufanya malipo, basi anaweza kupitia huduma zetu za mtandao na kuweza kulipa. Lakini vile vile tunafahamu kwamba waajiri wanapoajiri wafanyakazi wanaingia na kutoka, basi anaweza kubadilisha taarifa mbalimbali za kuhusiana na wafanyakazi wake kwa kupitia huduma zetu za mtandao. Lakini vile vile akishafanya malipo ya michango yake atapata risiti za kielektroniki ambazo zinakwenda moja kwa moja kwenye mtandao wake, kwenye profile yake, anaweza kaingia na kuona na kuzitumia na kuthibitisha kama kweli ameshalipa michango yake. Lakini cha tatu, kuna huduma, najua sisi ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, kwa hiyo tunatoa fidia kwa wafanyakazi. Kwa hiyo inapotokea mwajiri wake amepata changamoto, basi anaweza kutoa taarifa ya hilo tatizo kupitia huduma zetu za mtandao. Kwa hiyo zikifika tunazichakata na vile vile anaweza kuzifuatilia moja kwa moja kwenye mtandao. Lakini vile vile ukiangalia huwa inaweza katokea mwajiri hajaridhika na zile huduma alizopata. Kwa hiyo anaweza kaleta claims, marejeo ya fidia yake ambayo na yenyewe inakuja kwenye huduma ya mtandao. Kwa hiyo ukiangalia huduma zetu zote kuanzia kujisajili kwa mwajiri, kwa waajiriwa kusajiliwa ndani ya mfuko, yote inapita kwenye mtandao, kulipa michango pamoja na utoaji wa taarifa za majanga au magonjwa kutokana na kazi, basi zinafanyika kwenye mifumo yetu ya mtandao. Yote hiyo inapatikana katika poto yetu ambayo labda kwa ajili tu ya waajiriwa na wanaosikiliza kwamba inapatikana katika kupitia www.wcf.go.tz, huduma za kimtandao. Ukienda pale basi unaziona na kuweza kupata huduma hizo. Kituo cha huduma kwa wateja hapo awali tulikuwa tunatumia simu za mezani, lakini maboresho haya ni makubwa, kwani sasa hivi tunatumia simu za mfumo wa moja kwa moja. Na kwa kipindi cha nyuma ilikuwa ni kwamba mteja akipiga simu lazima aunganishwe na mtoa huduma ndipo anapopata huduma. Lakini kwa mfumo mpya, mteja akipiga simu kuna maswali mengine ambayo anapata majibu kabla ya kuunganishwa na mtoa huduma. Kwa hiyo sio lazima mteja mpaka afikie kuunganishwa na mtoa huduma ndipo anapoweza kupata majibu. Majibu mengine anayapata awali. Mtazamaji, huduma zinazotolewa na kitengo cha TEHAMA na kituo cha mawasiliano kwa njia ya simu, yani call center, zimekuwa na tija kubwa sana. Sio tu kwa kurahisisha mawasiliano kati ya WCF na wadau wake, lakini pia kurahisisha utendaji wa kazi na kuongeza ufanisi wa vitengo vingine ndani ya mfuko, na hivyo kuongeza tija na ubora maradufu wa huduma za WCF. Je, wadau wa WCF wanazungumziaje ubora wa huduma zinazotolewa? Geita Gold Mine inatoa shime kubwa sana kwa WCF kwa maendeleo ambayo yamekuwa yakijitokeza katika kupokea zile taarifa za wafanyakazi ambao
kwa sababu tuna uwezo wa kuweka taarifa katika mtandao, na taarifa zote ambazo bado hazijakamilika unaweza ukapata kabisa ile taarifa kwamba hii bado ukaiweka. Lakini pia unapata taarifa za kwamba ombi lile ambalo umeliweka liko katika hatua gani. Je, kuna taarifa bado zinatakiwa? Je, limeshapokelewa, linafanywa uchunguzi? Je, malipo yameanza kuchakatwa au malipo yametoka? Na taarifa zote hizo unaweza kuzipata ukiwa umekaa katika dawati lako. Kwa hiyo tunaona hiyo kama ni hatua kubwa sana ambayo mfuko wa fidia WCF umepiga, kwa sababu umeisogeza huduma karibu sana sisi walaji. Tunafurahi kuona mfuko wa fidia WCF ukizingatia maoni ya wadau katika kupunguza ile kiwango au asilimia ambacho mwajiri anatakiwa kumchangia kila mwanachama. Tunazidi kutoa pongezi kwa serikali kwa namna ambavyo imekuwa ikizingatia maoni au mawasilisho ya wadau kuhusu tozo au hizi asilimia ambazo mwajiri anatakiwa kumchangia mwanachama. Kwa hiyo tunafurahi kwa sasa kusikia kwamba kila mwanachama mwajiri atatakiwa kumchangia 0.5 kama mchango ule wa kila mwezi. Kwa hiyo ni nafuu kubwa sana, kwa sababu kumbuka hiyo ni nafuu ya zaidi ya nusu. Kwamba mwanzo ilikuwa ni 1%, sasa ni 0.5. Hiyo nafuu kubwa sana, ambapo kile kiwango ambacho mwajiri ulikuwa unakitumia kukilipa kule, basi kile kinaweza kawa pia ni kikakusaidia katika kuboresha mazingira zaidi yawe salama zaidi, kuboresha mitambo na vile vile kuongeza uzalishaji. Wito wangu ni waajiri wote, wawe ni wa sekta binafsi ama sekta ya umma, kuhakikisha kwamba wanakuwa wanachama wa WCF. Kwanza ni takwa la kisheria, kwa hiyo sio hiari, ni lazima. Lakini katika ulazima huu pia lazima waone umuhimu. Kwa hiyo tunafahamu kwamba elimu inatolewa, lakini basi watii sheria bila shuruti. Kwa sababu pale mwanachama anapopata ajali, anapopata ugonjwa kutokana na kazi, wewe kama mwajiri inakupunguzia mzigo, kwa sababu WCF kama mfuko utaanza kutoa mafao ya matibabu, utaanza kutoa fao la ugonjwa, itatoa fao la ulemavu, inaenda mpaka katika hatua mpaka ya kumsaidia mpaka yule mtegemezi anayekusaidia kama mtu umepata ulemavu wa kudumu. Sasa hizi ni gharama kubwa ambazo kama mwajiri usipokuwa mwanachama wa mfuko, maana yake unaweza kutakiwa kuzibeba katika utaratibu wa hali bora au mawasiliano bora kati yako na mfanya kazi wako. Kwa hiyo kuwepo WCF tayari ni nafuu kubwa sana kwa mwajiri. Kwa hiyo ni vyema kila mwajiri akatii sheria bila shuruti na akajiunga na mfuko wa WCF, lakini pia akawasilisha taarifa sahihi kila mwezi au kila mfuko inatakiwa kwa kupeleka michango stahiki, ili basi kuendelea kuboresha mafao yanayoenda kwa wanachama. Ndugu mtazamaji, bila shaka mpaka sasa tumeweza kukufungulia kurasa kadha wa kadha muhimu za WCF na kukata kiu yako ya kufahamu mengi kuhusu mfuko huu adhimu na muhimu. Leo tumekujuza mengi juu ya huduma zinazotolewa na mfuko huu na umeshuhudia tija inayopatikana kwa wanachama wake kwa uboreshaji wa huduma hizo. Hadi hapa tumefikia tamati ya kukufungulia kurasa zetu kwa leo. Kumbuka, WCF itaendelea kukuletea vipindi kama hivi kupitia radio na televisheni. Hadi wakati mwingine, ninakukumbusha, kwa nini ufanye kazi kwa hofu wakati kuna WCF? WCF inakuhakikishia fidia stahiki kwa wakati.